Pale tu utakapohitaji kutengeneza sabuni za vipande, za miche pamoja na sabuni za magadi au kuogea, utazingatia haya mambo yafuatayo. Na haya mambo yatakufanya uweze kupata matokeo bora katika bidhaa yako ya sabuni. Karibu sana kwenye ujasiriamali wa kuzalisha bidhaa mbalimbali. Naitwa Mwalimu Almasi kutoka Lodness Enterprises. Lakini pia nimeweza kuandalia kitabu kinaitwa Ujasiriamali ni Ajira, ambacho ndani yake nimekuandikia masomo ya hizi bidhaa zote ambazo nimekuwa nikizieleza. Kwa wale pia ambao wanahitaji madarasa WhatsApp, utanitext kupitia WhatsApp namba 0783500971. Karibu sana kwenye ujasiriamali msikilizaji. Yako mambo ambayo yanaweza yakakupa credit zaidi katika bidhaa ambayo unaitoa, kwa sababu tunafahamu kwamba unapozalisha bidhaa unapeleka sokoni, na unapopeleka sokoni kuna bidhaa za watu wengine ambazo zipo huko sokoni, na wakati mwingine pia unakuta zile bidhaa za wale wengine ambao umewakuta sokoni au ulioingia nao sokoni au watakaokuja baada ya wewe sokoni, huenda wao bidhaa zao ni bora kuliko ya kwako. Kwa hiyo kupitia hili kuna hatari kubwa zaidi ya bidhaa zako kutokufanya vizuri zikaondoka sokoni na za wale washindani wako zikaenda viral. Kwa hiyo jambo la kwanza msikilizaji, zingatia sana ubora. Na ubora wa bidhaa unajumuishwa na vile ulivyozalisha, za vipimo, ingredients ambazo umeziadi, formula uliyotumia. Sasa katika video ya siku ya leo nimekuletea mambo ambayo yatakusaidia wewe kutoa bidhaa ambayo ina ubora mzuri, lakini pia bidhaa ambayo inaweza kufanya vizuri katika masoko nayo yatarajia. Jambo la kwanza, mfano kama sabuni hizi tunatumia mafuta ya mise. Jaribu kutumia mafuta ya mise ambayo ni mazito. Kuna mafuta ambayo ukichanganya na caustic solution hayaleti ile reaction ya haraka, yanabaki kama maji, yanakuwa mepesi. Kwa hiyo kwenye moldi unaweza kushangaa kesho unatoa sabuni, baadaye itoke sabuni inatoka mafuta yamejitenga na maji au ile caustic solution. Kwa zingatia mafuta ambayo ni mazuri zaidi. Ikiwezekana tafuta watu ambao wanazalisha mafuta kutoka kiwandani moja kwa moja. Jambo la pili, usiache kuweka sodium silicate katika bidhaa yako, kwa sababu itakusaidia kuondoa ile miwasho ya sabuni au sabuni kuchoma ngozi. Lakini pia hii itasaidia kama kuna kiwango cha kemikali ambacho ni kikubwa zaidi, au sabuni yako kama unaenda kutumia watu wenye ngozi laini haitawachubua wala kuwababua kwa sababu ya ile sodium silicate. Lakini pia sodium silicate hii itakusaidia kuifanya ile sabuni iweze kuwa na ugumu ambao haiwezi kuisha kwa haraka. Kwa hiyo usiache kuweka sodium silicate. Lakini jambo lingine la muhimu sana, ukiwa unatumia ile caustic solution, usiache kuipima kwa kutumia hydrometer, kwa sababu hydrometer inapima kiwango cha kemikali ambacho kipo kwenye maji, au inapima kiwango cha maji kilichopo kwenye kemikali. Kwa hiyo lazima confirm ile boume ambayo unaitaka kwenye hydrometer unaipata. Jambo lingine ambalo ni la muhimu zaidi, uweka manukato. Ikiwa unalenga sabuni zako ni za kufulia au za kuogea, hakikisha kwamba unaweka manukato ambayo ni mazuri na yanavutia zaidi. Jambo la mwisho, rangi. Rangi haina umuhimu wowote, haiongezi ubora wa bidhaa, isipokuwa inaongeza ubora wa muonekano kwa yule mtu ambaye anatazama ile sabuni yako. Kwa msikilizaji, nimekuletea haya mambo kadhaa tu ambayo unaweza kujitofautisha na wenzako sokoni na bidhaa zako zikafanya vizuri. Kama unahitaji kujifunza zaidi, namba zangu nimekuandikia hapo.